Karibu tena mtazamaji, ikiwa sasa ni saa 5:31 saa za Afrika ya Mashariki. Tunaendelea na kipindi chetu cha yanayojiri, tukiingia katika masuala ya majadiliano ambayo tutakuwa nayo hapa studio, na wageni wangu tayari wamewasili. Lakini kwanza mtazamaji, kukuarifu tu ni kwamba Kenya ni mojawapo ya taifa ambalo linasonga kwa kasi kutokana na namna serikali imewekeza zaidi katika misingi bora ya watu wake. Ni taifa ambalo lina zaidi ya 70% ya wakazi ambao walio chini ya umri wa miaka 35 na kuifanya kuwa nchi yenye vijana wengi ukanda huu wa Afrika ya Mashariki. Kulingana na data ama tuseme taarifa za afisi ya kitaifa ya takwimu hapa nchini, yani KNBS, kundi hili la vijana mtazamaji linawakilisha mgao mkubwa wa idadi ya watu, huku vijana walio umri wa miaka 18 wakijumuishwa kuwa takriban 30% ya jumla ya idadi ya watu wote. Kupitia katiba mtazamaji, raia ambao wanaoangukia umri wakati wa miaka 18 hadi 34 huyo huwa ni kijana, huku kukiwa na idadi ya raia ambao waliobaleghe hapa nchini Kenya, hapa akiwa wanalenga kati ya miaka 10 hadi 19, wanaotengeneza idadi ya Wakenya milioni 11.6. Hiyo ni takwimu ambayo nimesema wacha nianze nayo, manake mjadala wetu hii leo mtazamaji utakuwa unaangazia zaidi masuala ya vijana, fursa zilizopo, ajira pamoja na masuala ya uvumbuzi, ambapo nitakuwa na wageni wangu ambao wameshiriki sana kuangazia masuala ya vijana kupitia sera na kupitia miradi ambayo inawaweka vijana hao kuwa katika hali ambayo wanajitafutia. Ndiyo, tuna changamoto hapa na pale, lakini je, upande wa serikali sera zake ambazo zimeweka zinamsaidia vipi vijana kujikimu na maisha ya baadaye? Moja kwa moja, kwanza nitaanza katika kaunti ya Mombasa kule ambako mwanahabari mwenzangu Tobias Chanji yuko katika kituo kimoja ambacho kinahusika na masuala ya kumtayarisha kijana ili aweze kupata kujikimu yeye mwenyewe kimaisha kupitia mbinu mbalimbali. Chanji, nadhani unanipata vema kwa sasa kutoka hapa studio. Naam, bila shaka Manzo, nimekupata kwa njia iliyo safi sana. Na labda kabla ya kuzungumzia zaidi masuala ya hapa katika kituo cha Swahilipot, kati ya wageni wetu uliojumuika nao hapo, kuna mmoja ambaye ni shabiki wa Manchester United, mpatia tu salamu zangu. Lakini tukirejelea katika kituo hiki cha Swahilipot, ni kituo ambacho kimekuweko tu kwa miaka mingi katika masuala ya kukuza vipaji mbalimbali miongoni mwa vijana. Na nyuma yangu ni baadhi ya vijana ambao wamefaidi sana katika maeneo haya, wanajihusisha na vipaji hivi, talanta kadha wa kadha, na wengine ambao ni wajasiriamali, na tutaweza kupata tu maoni yao kuhusiana na kile wanachosomea au wanachojifunza nacho hapa, na kufikia sasa labda imeweza kuwasaidia vipi katika maisha yao. Tuanze na majina yako. Okay, kwa majina naitwa Ibn Leo. I'm an teacher at Swahilipot Hub Foundation and I'm also a mentor here. I'm mentee. Okay, so like thanks to the mentorship program, nimeweza kujiunga na attachment hapa katika hub ya Swahilipot, na pia imenisaidia kuweza kujijua mwenyewe. Currently I'm working as a music manager when I'm managing a record label. Thanks to the mentorship program yenye imenisaidia sana kujijua na kujua vitu venye napenda. So katika record label yetu tuko na producers wawili na an artist wenye tunaanzia sai. So like I really appreciate the mentorship program. Na ambao wote wamejifunza kutoka kituo hiki ama kupitia kwako pia mpata mafunzo? Nimejifunza jinsi ya kuongea na watu, kunetwork. Nimejifunza kuwork na watu kama as a team, na pia kujisaidia kwa mambo yangu mwenyewe. Sawa, asante. Acha naongea na dada hapo. Unakaa mdogo sana, majina yako nani na unajihusisha na nini hapa? Naam, naitwa Latifa Muhammad, ni mkazi wa Old Town, na kwa sasa niko hapa Swahilipot Hub, niko kwa photography class. Nilikuwa mentee hapa kwa mentorship program, nikamaliza nikapata habari kuhusu hiyo photography class na nikaamua kujiendeleza. Hivyo unapiga picha vibaya sana. Ndiyo. Labda ungetaka kuingia katika taaluma ya filamu ama wanahabari? Na ningependa kuingia kwa wanahabari. Na wewe dada, majina unakuita nani? Asante sana kwa fursa hii. Kwa majina mimi naitwa Umi Sadiq. Mimi ni mshauri wa jamii. Kwa wale ambao hawaelewi Kiswahili, mimi ni community mentor. Nimefanya kazi na Swahilipot for almost 4 years sahi. Na kupitia hii mentorship program nimeweza sio tu kusaidia vijana katika kujielewa, kujitambua,
kujifurahia kwao wao ni kina nani, bali hii mentorship program ama huu mentor umenisaidia mimi binafsi kukua kama mentor hapa Mombasa County. Ukiangalia vijana wingi ambao ni wanawake walikosa nafasi hii mwanzo kwa sababu ya vile ambavyo tamaduni imemwekea kuwa mtoto wa kike hafai kutoka nje, mtoto wa kike hafai kuelimisha, mtoto wa kike hafai kujitokeza katika jamii. Lakini kupitia Swahili Pot Hub mimi personally nimeweza kusaidia vijana almost 149. So si kusaidia tu, but hii mentorship pia personally imenisaidia kukua. Nimeweza kurudi skuli kwenda kusomea social work and community development, na si tu asta shahada, but nimeweza kuongeza na kusomea shahada pia, na soon inshallah najua nitazidi kuendelea kukua. Na hii mentorship pia imenisaidia kunilink na opportunities ambazo ziko katika field ya umenta. Nimeweza kwenda Nairobi kuwakilisha vijana wetu wa Mombasa, na mwezi unaofuata nitaelekea Zanzibar. Najua kupitia msaada wa bosi wangu ama baba yangu Mentor Mahmoud Nur ambaye yuko hapo office kwenye studio yenu leo, na katibu wetu ambaye ni PS Fikirini, mambo yote yatakuwa sawa. Asante. Hivyo kwa majukumu yako ni yapi? Unasema unasaidia vijana katika jamii mbalimbali. Unawasaidia kivipi? Mtu angetaka kujua. Ukiangalia katika mji wetu wa Mombasa, fikra chanya zimekuwa nyingi, yani in short stereotypes. So kitu cha kwanza ambao tumeweza kufanya ni kubadilisha hizi simulizi ambazo ziko kuhusiana na vijana wa Mombasa, kwanza kwa kuwapa hizi elimu ambazo zitawasaidia wao kujijua, kujitambua na kusema ya kuwa mimi ya kuwa nimepitia hii mentorship sahihi, nataka kufanya career hii, nataka kwenda kwenye department hii. Ya pili ni kuwapa forums vijana kupitia zile department ambazo tuko nazo hapa Swahili Pot. Na ya tatu, kijana akiwa na interest ya kurudi skuli, unaweza kumsaidia na kupitia kutafuta basari ili aweze kurudia katika ndoto yake. Tunasema siku za usoni ni nini? Ni changa. Na kama si sahi, it's never. Like if it is not today, it will be never. Sasa hivi. Majina yako na unaitwa nani na unafanya nini? Kwa majina naitwa Purity Mwenesi Shibira, na mimi pia ni mmoja wapo wa watu ambao tumebenefit na Swahili Pot Hub Foundation. Mimi nilikuja hapa kama mentee, na through mentorship program nilijitambua through self-realization. So after that niliji-accept, na through kuji-accept and the help of my mentor, I was able to grow. I'm also an entrepreneur. I started my own company. I'm a detergent seller. I deal with soaps of different types, and my company is called Pioneer Soaps. Currently mimi pia ni mentor kwa sababu kule kitongojini ninapotoka, mimi nina mentor young mothers, the teenage mothers. Wale ni wasichana wadogo ambao walipata ujauzito wakiwa wadogo. So far with the help of my mentor manage kuregesha 4 shuleni huu mwaka ili waende kuhitimu masomo yao ya sekondari. Bali na hayo, wale ambao hawakuwa ready kurudi shuleni shuleni ya sekondari kusoma kuhitimu, tumewalink na zile opportunities zingine ambazo walitaka. Kuna wale walitaka kwenda college wapate hizo skills kidogo, pengine ya usongaji, wengine ya ushonaji, tumeweza kulink wengine 4 pia. Alafu licha hayo yote tumewalink na kuna wale wanataka tu biashara peke yake. Sasa ndiposa biashara zao ziweze kudumu, tumewalink pia na entrepreneurship classes. So hiyo ni baadhi ya mambo ambayo nafanya, na thanks to Swahili Pot Hub Foundation, angalau wale vijana kule ambao walikuwa wamesaulika. Wajua kitambo ilikuwa ukijifungua unaonekana kama wewe ni laana. Sana ukijifungua ukiwa umri mdogo. Sasa kupitia sasa tumeweza kuwashikilia wale na wameweza kurise. Sasa kupitia hao kurise pia ni kwetu ni furaha, na kuwapatia hiyo opportunity pia ya kurudi shuleni wale ambao wanaweza kusoma ama wale ambao wanaweza kupata skills ambazo kupitia Swahili Pot wameweza kuquality na hizo opportunity. Pia imekuwa furaha katika jamii. Shukrani mzungumzaji sana. Na kuna udada ambaye amekuwa usikue muoga. Tuelezee tu majina yako basi. Shukran, naitwa Asha Abdalla. Mimi nilijiunga na Swahili Pot kama a volunteer, alafu nikakuwa mentee. Through the mentorship program niweza kujitambua na kuweza kuwa na interest ya kufanya kazi na vijana mtaani. Pia
licha ya kuwa mentee, pia mimi ni mwanabiashara, nauza viatu na biashara yangu ilianza na mtaji kidogo. Nilikuwa tuna 3000 nikaanza kuuza viatu vya kike. Nashukuru pia through the mentorship nikaweza kujiunga na entrepreneurship, nikapata support ya grant ambayo imeweza kunisaidia kununua viatu aina tofauti tofauti. Sasa hizi naweza sema kwamba kama biashara yangu inakuwa na pia naweza pata customer wengi, ama naweza uza viatu vyangu kwa wingi. Pia ningesema pia kujiunga na hii mentorship imenisaidia pia kupata kazi ama opportunity katika Swahili Pot Hub Foundation. Kuna kazi zinajitokeza hapa na pale, nikaweza kuapply, nikaweza kupata kazi ya kuwa youth advisory wa Swahili Pot. Na kazi yetu ya kazi kama youth advisory, kazi yenye nafanya ni to mobilize ama kuleta vijana wajue Swahili Pot inafanya nini na kuwaunganisha na program hizi na pale. Shukran kwa hilo. Tumalize na Mr. Swahili Pot. Tueleze majina yako, unajihusisha na nini na umepata faida zipi? Sawa. Kwa majina naitwa Eric Lenjo, ambapo nilikuja Swahili Pot mwaka 2019. Nilikuja kama msanii. Sasa tofauti ya Swahili Pot na huko nje ni kwamba ukikuja hapa unapata huduma zilizo bora. Pale pengine ukiperform unaambiwa tumekupatia exposure, tumekupatia platform, lakini Swahili Pot nilikuja nikaperform, nikalipwa pesa nzuri, na after hapo nikajiunga na Talent to Income nikapata training pia, nikafanya kazi yangu kama msanii ikawa kama biashara. Na vile vile nikaingia katika mentorship ambapo nilikuwa mentee, na nikiwa mentee nikajifunza mambo mengi. Unajua kuna venye tumekuwa tukichukulia kazi, tumekuwa tukichukulia fursa, lakini kupitia kwa mentorship nikajua kwamba ni vizuri kuchukua hiyo opportunity. Ni vizuri kutake initiative. Tukibaki pale eti watachagua watu wao, inakuwa ngumu zaidi. Na mentor wangu ambaye alinisaidia mimi kama mtoto mwenye amelelewa na baba, inakuwa ngumu sana express some feelings, lakini through mentorship tulikuwa na a very safe environment ya open up, na yule mentor wangu aka act like the female figure in my life, of which imenisaidia ku change my perspective, na generally my life has been great in Swahili Pot. Nashukuru sana jamani, nawatakia kila laheri. Na mwanzo ni kama ulivyowasikia vijana hawa kutoka katika kituo hiki cha Swahili Pot, na nyuma yangu tu tutaona pia kuna vikundi vya vijana ambao vinaendelea au wanaendelea tu na majadiliano. Ni vijana ambao wanajihusisha katika vile vile taaluma kadha wa kadha. Kutoka kituo cha hapa Swahili Pot hatuna cha ziada ila kurejesheni hadi Nairobi. Naam, asante sana Tobias Chanji, huyo mtazamaji ambaye leo ametuletea mojawapo tu ya vielelezo ambavyo vinafanya kazi na vinawasaidia vijana. Ndo pale nikianza nilisema leo mjadala wetu nataka tuzungumze na vijana, manake vituo kama hivi vipo Kenya.